Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kulitokomeza kundi la Hezbollah. Waziri mkuu huyo amesema kwamba sasa mipango na kila kitu kinakamilika kwa ajili ya kulisambaratisha kundi hilo ambalo inawezekana, na hazuiwi kulitokomeza kundi hilo la Hezbollah ambalo linatajwa kujimarisha tena huko nchini Lebanon. Wakati taarifa zikitangazwa kwamba Israel imemuua kamanda mkuu wa kundi hilo la Hezbollah, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba hatua inayofuata sasa ni kuondoa tishio la usalama dhidi ya Israel kutoka katika kundi la muda mrefu la Hezbollah. Ndani ya wiki za hivi karibuni, Israel imekuwa ikishambulia ngome kadhaa za Hezbollah nchini humo. Hapo jana ilishambulia maeneo ya kijeshi ya kundi hilo la wanamgambo. Netanyahu amesema hayo alipokuwa akifungua mkutano wa baraza lake la mawaziri. Amesema hatua sawa na hizo zitachukuliwa pia dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, alilodai limekuwa likikiuka makubaliano dhaifu ya usitishwaji mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na kundi hilo na yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10. Jeshi la Israel limetangaza mapema Jumamosi kwamba limemuua mwanachama mmoja wa kundi la Kipalestina la Hezbollah katika eneo la Froun kusini mwa Lebanon mnamo siku ya Ijumaa. Taarifa za jeshi hilo limeongeza kuwa mtu huyo alikuwa akiendesha mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Israel. Katika tukio jingine, mamlaka Lebanon zimesema mashambulizi ya Israel yaliyoilenga kambi ya wakimbizi wa Kipalestina ya Ain al-Hilwa kusini mwa Lebanon mwanzoni mwa juma iliwaua karibia wapiganaji 13 wa Hamas. Israel imeeleza kwamba inalenga miundombinu ya Hamas kusini mwa Lebanon. Taarifa za jeshi hilo limesema mashambulizi hayo yalielekezwa kwa kituo cha mafunzo cha Hamas, huko ikiwa imefanya mashambulizi mara kwa mara kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano kusitishwa kwa vita kati ya Israel na kundi la Hezbollah linalotajwa kuunga mkono na Iran. Basi mtazamaji, hayo ndiyo tuliokuwa nayo. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.